Kwa haraka unaweza kufikiri hapa ndio Durban, sehemu ambayo unapatikana uwanja wa Moses Mabhida, sehemu ambayo utachezwa mchezo wa nusu fainali ya pili ya kombe la shirikisho Afrika, kwa maana mchezo wa marudiano kati ya Stellenbosch dhidi ya Simba. Siku moja iliyopita nilikuwa visiwani Zanzibar na leo nipo Pemba. Nyuma yangu ni uwanja wa Gombani, moja ya viwanja vya kisasa kabisa ambavyo vimefanyiwa ukarabati wa kutosha, ambao utahodhi fainali za muungano zinazofanyika hapa Pemba kuanzia siku ya kesho ya Aprili 24 mpaka Mei mosi mwaka huu 2025. Lakini kubwa zaidi ambayo tunakwenda kuliangalia ni juu ya wekundu wa Msimbazi Simba. Nikumbushe kwamba nilikwambia sessions tutaendelea kufanya session licha kwamba nimekuwa nikizunguka maeneo mbalimbali, lakini tutakapopata wasaa basi tutaendelea kujuzana kile ambacho kinaendelea kule Afrika Kusini, hususan kuelekea katika huu mchezo wa Stellenbosch na Simba. Na leo wakati huu tunakwenda kumwangalia mwamuzi wa mchezo huu kwa maana ya Amir Mohamed Omar. Huyu ni mwamuzi kutoka Misri, ndiye ambaye atakuwa katikati. Huyu mwamuzi ni moja ya waamuzi bora barani Afrika, lakini ni mwamuzi nambari moja sasa hivi katika kandanda ya Misri, na amekuwa akichezesha mechi nyingi kubwa msimu huu. Egypt Super Cup kati ya Ahly na Zamalek, yeye ndo amechezesha. Ahly wakashinda kwa changamoto ya mikwaju ya penalty. Kwa hiyo ni mwamuzi wa kaliba hiyo, lakini ni mwamuzi wa kafu kwa muda mrefu pia. Amekuwa akichezesha fainali mbalimbali za AFCON na hizi za kimataifa kwa maana ya CAF kwa ngazi ya klabu. Lakini mbali na yote, mwamuzi huyu sio mara ya kwanza kuja Tanzania, sio mara ya kwanza kuchezesha mechi za Tanzania. Binafsi msimu uliopita wa 2023-24 nilifanikiwa kutangaza moja ya mechi iliyotazamwa na watu wengi, iliyoleta tafrani kubwa kabla ya kuanza kwa mchezo. Kulikuwa kuna tension kubwa sana, mechi ya Young Africans na Mamelodi Sundowns ambayo ilichezwa uwanja wa Benjamin Mkapa, hatua ya robo finali ya kwanza. Ya pili kenda kule Afrika Kusini. Hasa ile ya kwanza ambayo ilichezwa hapa, miongoni mwa vitu ambavyo niliondoka navyo kwenye mchezo ule ilikuwa ni maamuzi ya mwamuzi. Yani kimsingi nilimuona mwamuzi yuko smart kweli kweli, huyo Amir Omar Mohamed kutoka Misri, na maamuzi mengi alikuwa akiamua sahihi. Ile mechi ilikuwa na tension kubwa kweli kweli, lakini huyo mwamba alifanikiwa kuimudu na akaenda nayo vizuri toe to toe mpaka inakuja kumalizika. Kwa hiyo ni miongoni mwa waamuzi ambao Watanzania wana reference nayo, wanamkumbuka. Tutakumbuka mechi ya pili ambayo ilichezwa kule Afrika Kusini, yes, ambayo ilikuwa chini ya Dahane kutoka Mauritania. Ni mwamuzi ambaye alileta tafrani kubwa Afrika juu ya mpira ambao aliupiga Stefan Aziz Ki, na baadhi ya watu waliamini umeingia ndani ya wavu, wengine waliona tofauti, lakini VAR hakwenda kwenye screen kwa maana kwenda kuangalia, ile ilikuwa tayari alishapewa maelekezo kwamba hilo sio bao, na ikastand kuwa hivyo. Lakini baadaye Dr. Patrice Motsepe akaja kusema kwamba lile lilikuwa bao, lile stahili kuwa goli. Anyways, tukiachana na hiyo nimetaka kukuonesha tu kwa namna gani huyu mwamuzi Omar Amin ni mwamuzi mkubwa katika kandanda ya Afrika. Sasa basi, kwenye waamuzi watano ambao wanakwenda katika fainali za kombe la dunia za ngazi ya klabu mwezi Juni Julai, huyu jina lake halipo, na kimsingi yupo Dahane, huyu ambaye huyo wa Mauritania, yupo Issa Sy kutoka Senegal, yupo Mustafa Horbar kutoka Algeria, Ibrahim Moutaz kutoka Libya, pamoja na Jean-Jacques Ngabondala kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambaye alichezesha mchezo wa kwanza hapa. Misri, licha ya ubora wao wote katika kandanda ya Afrika, ndio taifa nambari moja kwenye mafanikio Afrika, na ndio taifa namba moja kwenye rank za Afrika, lakini hawana mwamuzi pale. Kwa nini? Kwa sababu waamuzi wa Misri wamekuwa wakipitia changamoto kubwa sana kutokana na hizi klabu mbili za Ahly na Zamalek. Kumekuwa kuna changamoto ya viashiria vya upendeleo vya ndani kwa ndani. Sasa hizi klabu ndio kama Simba na Yanga. Mwamuzi, hata waamuzi wetu wa Simba na Yanga pia wana upande wao, ingawaje wanatakiwa kuchezesha fair pale uwanjani. Lakini kwenye soka la Misri, kwa sababu ushindani ni mkubwa zaidi, basi wamekuwa hawaaminiki hawa waamuzi, hali ambayo inapelekea hizi timu za Misri kutafuta waamuzi wengine nje ya Misri ili waje kuchezesha mechi zao, hususan zile kubwa kubwa. Jambo ambalo linawavunjia heshima, disrespect kwa waamuzi. Wana waamuzi wengi wazuri, lakini mazingira haya yanafanya hata shirikisho la soka Afrika CAF
kukosa trust, hata FIFA kukosa trust kwa waamuzi wa Misri kutokana na hivyo viashiria vya upendeleo. Lakini when it comes wanakwenda kuzifanya kazi za nje, wamekuwa wakifanya vizuri, na huko hawapo tu, but ni miongoni mwa waamuzi bora kutoka katika taifa hilo la mpira la Misri. Sasa basi, huyu mwamuzi ameshachezesha mechi nyingi of course zinazohusiana na timu za Tanzania, ikiwemo pia timu ya taifa ya Tanzania katika finali za AFCON zilizomalizika kule Cameroon. Alikuwa mwamuzi wa mchezo wa Tanzania dhidi ya DR Congo ambao walitoshana nguvu kwa sare. Lakini sasa hawa Stellenbosch wao wanacheza nyumbani kwa maana ya Afrika Kusini. Afrika Kusini tumeshuhudia changamoto za VAR ikikataa mabao manne. Sisemi haya mabao ni halali, hapana. VAR ilikataa, na of course no way kuibishia VAR. VAR ndio jicho la mwisho la kitaalamu. Ukiachana na jicho la binadamu la kawaida, teknolojia inatupa faida. Kwa hiyo VAR imeamua kwa namna moja au nyingine juu ya maamuzi ambayo yameleta confrontation. Watu wameingia kwenye doubt. Inawezekanaje? Of course ni kitu cha kawaida kwenye football, lakini inawezekanaje mabao manne yamefungwa alafu hakuna timu ya kigeni iliyonufaika? Kwa sababu yale mabao manne yote yalifungwa na timu za kigeni. Al Ahly ilikuwa zidi ya Mamelodi Sundowns, mabao yao mawili yalikataliwa na VAR, lakini Pyramids dhidi ya Orlando Pirates, mabao mawili ya Pyramids yalikataliwa na VAR. Kwa hiyo watu wakenda mbali of course, na hata waandishi wengine maeneo mbalimbali waliingiwa na woga, waliingiwa na wasiwasi, wakihusianisha pia hata tukio la msimu uliopita Young Africans dhidi ya Mamelodi Sundowns. Kwa hiyo imeonekana kama VAR ndani ya Afrika Kusini imekuwa tofauti, imekuwa ikileta impact tofauti, hususan kwa timu mwenyeji, kwa maana timu za Afrika Kusini. Ilimkuta Orlando, imemkuta Mamelodi Sundowns, lakini pia tuliona imekwenda kwa kuta hawa Pyramids. Kwa hiyo ukienda kuangalia hayo mazingira kidogo yamekuwa yakitoa wasiwasi, lakini kitu ambacho naamini huu ni mmoja wa waamuzi bora kabisa ambao wanaenda kuofficiate hii mechi, na tutarajie kuona mechi nzuri kwenye eneo la referee. Sasa matokeo yatakuwa vipi? Matokeo, Simba anahitaji angalau sare ili kwenda hatua inayofuata. Stellenbosch wanahitaji mabao mawili ili kwenda hatua inayofuata. Ikiwezekana basi Stellenbosch wapate hata goli moja ambalo litakuwa ni sare kwa sare kwenye aggregate, alafu waende kwenye changamoto ya mikojo ya penalty. Mikojo ya penalty iende ikaamue nini ambacho kitatokea. Ni matumaini yangu tutaona mechi nzuri sana pale Moses Mabhida, Afrika Kusini, siku ya Aprili 27. What a match, tunasubiri kuiona. Lakini matumaini ya Watanzania wengi wazalendo, washabiki wa klabu ya Simba, na hata Watanzania ambao wanaitakia heri Simba, lakini pia hata ukienda kwenye mazingira, wanaamini Simba inaweza kufanya kitu kwenda hatua inayofuata. Mungu ibariki Simba Sports Club, Mungu ibariki Tanzania.